taasisi zetu za umma zinafanya kazi kwa mujibu wa sheria au zinatawaliwa na maelekezo ya kisiasa? Karibu. Taasisi za umma kwa namna zilivyo zote ni mali ya Mheshimiwa Rais kwa mujibu wa ibara ya 36 ya Katiba ya Tanzania. Zinafanya kazi kwa niaba yake. Kwa vyote, kwa sababu ipo hivyo, kwa hiyo maana yake lazima zipokee maelekezo au moja kwa moja au by necessary implication. Kwa vyote vile hawezi wakawa huru. Yaani kwa mfano kwenye utumishi wa umma wote, hao wote wanasema tunafanya kazi kwa niaba ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo kila kitu hata akitoa, na ni vigumu kwa setup ya kwetu. Rais pia ni mwenyekiti wa chama. Kwa hata kama alikuwa anazungumza kwenye setup ya chama, bado kwao akitoa kitu, hata kama ni mazingira ya chama, utekelezaji lazima uende. Tulifika wakati hapa watumishi wa umma walikuwa wanatembea na ilani ya uchaguzi ya chama. Umeona? Yaani wapo na ilani ya uchaguzi, wanasema sisi tunatekeleza ilani ya uchaguzi ya nani? Kwenye nchi ambazo zina utawala bora, ambao unaheshimu demokrasia na vitu vya aina hiyo, huwezi kuwa wewe mtumishi wa umma katembea na ilani ya chama cha ya nani ya cha siasa ambayo kwa sababu mwisho wa siku maana kuna hiyo uwe nayo nyumbani kwako, sio kwenye sio ofisini, lakini mwajiriwa lakini sio ofisini. Yani uwezo kusema sisi tunatekeleza hii yani kwenye utumishi wako wa umma, kwa sababu mwisho wa siku mtumishi wa umma yupo pale kwa ajili ya watu wote bila kujali itikadi yao. By the way, nchi majority hawana hata vyama vya siasa. Wenye vyama vya siasa sidhani kama wanafika 50% ya population ya nchi. Kwa hiyo wengi unakuta pengine wapo nje hata mfumo wa siasa wenyewe. Sasa hao hatuwatendee kama tumekaa sisi tunasema ni kwa ajili ya ilani. Ndio maana utaratibu uliopo, mkishamaliza uchaguzi mambo ya ilani yanaishia pale. Yale yaliopo kwenye ilani yanaweza kachukuliwa ndio yanaingia kwenye mpango wa maendeleo ya taifa. Kwa kitakachokuwa kinajadiliwa ni mpango wa maendeleo ya taifa, sio mambo ya ilani. Mambo ya ilani yanaishia kwenye uchaguzi. Lakini umeona sasa hivi watumishi wa umma wana tone hivi ya kisiasa wanaenda. Sasa hiyo inaonyesha kwamba uhuru wao na professionalism katika utekelezaji wa majukumu yao inaibua maswali mengi sana. Kwa hiyo kumekuwa na shida sana kwenye eneo hilo kwa maoni yangu ninavyoona. Lakini kwa mfano kwa mfumo wa serikali wa utumishi, nadhani hata kuna nafasi ambazo ni za kiutendaji, lakini kuna nafasi ambazo sasa zinapigwa siasa. Lakini ambazo sio sahihi pia, kwa sababu leo ukizungumzia kwa mfano wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa wameonekana ni wanasiasa. Kwa mfano waziri lazima obviously ni mwanasiasa. Waziri it is okay kwa nafasi yake, lakini pia siasa za waziri haziwezi zikawa ni siasa kama za mwenezi wa chama, kwa sababu mwisho wa siku ni statesman, bado ni mtu ambaye yupo kwa ajili, ni waziri ambaye anatokana na serikali ya chama fulani, lakini anatumikia wananchi. Kwa maana yake lazima pia kwenye kauli zake hakikisha na balance sana kwamba tayari anatumikia watu, kwa sababu ziara zake zote ni kodi ya walipa kodi. Hata wale ambao wana chama chote cha siasa ndio kodi zao zinamuendesha yeye. Yani shangingi lake likiunguruma pale, kodi ya watu wote, mtu ambaye hata siasa hajui kwa inafanya nini, hela yake ipo pale. Kwa hiyo ni lazima uweze kujizuia sana kwenye hilo. Ingaje kwa miaka ya karibuni tumeona sana siasa imekuwa ndio utambulisho mkubwa. Karibu kila kitu mheshimiwa chama kimesema nini, imesema, yani imekuwa ndio lugha ambayo inatumika, ambayo kwa kweli mimi nikiangalia kuanzia awamu ile kwa mfano za nyuma, kipindi cha Mheshimiwa Kikwete, kipindi cha Mkapa, sikuwahi kusikia sana kwenye utendaji wa kawaida wa serikali watu wakijitanabaisha kwa kupitia toni ya chama kwenye mambo ya utendaji wa kawaida. Nilikuwa sisikii. Mambo ya vyandu kwa nasikia wakati wa kampeni. Kampeni zikiisha, taifa linarudi sasa kwenye mambo ya kitaifa, tunajadili ya mpango wa taifa wa maendeleo na vitu vingine vya aina hiyo. Ilikuwa inaishia pale. Kwa hapo ilikuwa na changamoto. Uliniuliza swali moja, jinsi ya kupima utawala bora na nini. Kuna vitu vingi, kuna maeneo mengi ambayo tunapima. Utawala bora ni dhana ambayo ni pana kwa sababu inagusa pia hata utawala wa sheria. Huwezi kuwa na utawala bora kama utawala wa sheria haupo. Kwa kila eneo tunaangalia ili tuseme kuna utawala bora. Je, haki za watu zinalindwa kiasi gani? Mipaka ya mamlaka, vyombo mbalimbali vinazingatia kiwango gani? Mtu anayekuwa labda ametenda kosa fulani, je, kumekuwa na impunity kwamba kuna watu wanalindwa wachukuliwa hatua au wote wanachukuliwa hatua? Huduma za muhimu zinapatikanaje? Mtu ameenda kuhudumiwa labda wizarani pale, let's say wizara ya ardhi, anachukua masaa mangapi ili aweze kuhudumiwa kupata haki yake? Customer care ipoje? Asipohudumiwa kuna mfumo wa kuweza kulalamikia, na akilalamika je, kuna uwajibishaji upo? Au hata akilalamika hakuna utaratibu? Je, nafasi ikitolewa kama ni ya utumishi, ni ajira, utaratibu upoje? Kuna upendeleo au wote wana nafasi ambayo inalingana? Uwazi upoje kwenye utendaji na maeneo mbalimbali? Kwa haya maeneo yote kwa ujumla wake
yanapimwa ili kuweza kuangalia kwamba level yetu ya utawala bora imekaa kwa namna gani. Kwa hiyo kuna maeneo mengi sana ambayo tunaangalia. Kwa hiyo kuna scores hizi tunaangalia kama ni mahakama ufanisi wake upoje, polisi ufanisi wake upoje, hizo tume kama tumesema ya haki za binadamu na utawala bora inafanya nini, secretariat ya maadili ya viongozi, je, imepokea malalamiko mangapi, inafanyia kazi, au ndio hivyo unakuta hata malalamiko yakienda yanaishia kwenye nani, hamna kitu kinaendelea. Huko kote lazima tuweze kuangaza. Kwa pamoja hii ndio inakuja tunaangalia kwamba je, tunajipima tumefika level nzuri au mbaya kwenye eneo zima la utawala bora. Na kuna vyombo vya habari, nataka nisahau hii. Vyombo vya habari kwa mfano haki zake tunazilinda kwa kiwango gani? Uhuru wa watu kuweza kujieleza upoje? Kwa sababu kama imefika mahali hata una uhuru wa kuongea lakini huna uhuru baada ya kuongea, hiyo pia ni tatizo, kwa sababu Idi Amin ndio alikuwa anasema you have right freedom to speak but freedom after speaking that I cannot guarantee. Kwa hiyo kama una mazingira hayo inaleta maswali mengi sana kuhusu utawala bora katika nchi. Wakili, nijibu ili kwa uwazi. Tuna sheria dhaifu ama utekelezaji wake ndio mbovu? Haya matatizo yote tunayosema yes. Yaani kwa neno moja ambalo au kwa kifupi ambacho naweza nikasema tuna mfumo mbovu wa uwajibikaji. Epua sheria ambazo ziko sawa sawa. Epua system of sasa, lakini wajibika hata sheria ambazo ni nzuri nchi haziwezi kutekeleza vizuri kwa sababu mfumo jinsi ulivyo wa accountability. Yaani mtu anawajibika kwa nani? Yaani ujue nitakuwa tengeneza mfumo ambao wananchi ni kama wanawajibisha serikali yao. Lakini sisi tuna mfumo ambao wananchi wanawajibika kwa serikali. Yaani serikali inaweza katoa maagizo yote, wananchi wote hata kama wakipinga wafanyaje. Ambayo kwenye nchi zingine jambo likipingwa na popular opinion ya watu hamna serikali inaweza kufanya, kwa sababu wananchi ndio wenye nchi yao. Na ndio maana wanaitwa wananchi, wana wa nchi, ndio wenye nchi. Lakini sisi kwenye mazingira yetu tunakuta hata kama hicho kitu wananchi wote hawataki kinaweza kufanyika, kwa sababu mwisho wa siku serikali inaonekana ipo above wananchi na nguvu zaidi kushinda wananchi. Sasa hilo ni tatizo, na ndio maana nimesema mimi napongeza ile pendekezo la Warioba, angalau kila chombo ukisoma kwenye katiba anasema litapata mamlaka kwa wananchi. Bunge hasemi litapata kwenye chama, ametaja wananchi. Kila kitu na namna kuwajibisha, watapatikanaje, nani watakuwa wanachungulia, kila kitu kimetaja. Ukiwa na mifumo hiyo na mimi tutatoka kwenye mkwamo tulionao. Lakini vinginevyo hapa hata utengeneze sheria. Yaani leo tunazungumzia katiba ya Kenya. Ukileta katiba nzuri hiyo ya Kenya ukaileta hapa kwa mfumo hapa, kama mifumo ile ya uwajibikaji isipowekwa vizuri, tutajikuta hamna kitu. Labda kwa kumalizia tu niseme, umeona mfano Uingereza wana unwritten constitution. Hawana katiba ambayo kama ya kwetu kitabu hivi kimeandikwa kimoja. Ila wana sheria tu hapa na pale ambazo na uzito fulani wanauheshimu, pamoja na utamaduni wao na maelekezo labda ya mfalme ya miaka kadhaa, practices zao, mazoea yao. Yale kwa pamoja ndio yanatengeneza katiba ya Uingereza. Lakini level ya uwajibikaji ya Uingereza ni kubwa sana. Unaona Uingereza waziri kwa mfano ilivyokuja hoja Brexit. Waziri alivyopeleka alivyoona hoja yake na wananchi wameenda mtazamo tofauti, immediately waziri mkuu alijiuzuru akaachia ngazi. Ni jambo la kawaida. Yule kiongozi mwingine wa upinzani ambaye alikuwa anataka wajitenge kati ya Wales sijui na nini, ile movement yake ilivyoshindikana, huyo ni kiongozi tu wa chama cha siasa, alivyoona hoja yake imeshindikana alikuja akaachia ngazi ya kwenye chama chake. Kwa wenzetu ni kawaida. Japani miaka kama ngapi iliyopita, ndani ya miaka 5 mawaziri wakuu karibu 5 waliachia ngazi. Ni kawaida. Sisi hapa ni kama quarter pin. Unajua quarter pin ni baskeli za zamani zile. Quarter pin inaingia kwa nyundo na inatoka kwa nyundo. Kwa nini? Kwa sababu hatuna utamaduni sisi wa kuwajibika. Lakini wenzetu akiona kama stoshi, anakaa pembeni ili mtu mwingine aweze kujaribu, kwa sababu ya mifumo ambayo ipo. Kwa hiyo wenzetu nakuta walishafika level ambayo imeshakuwa ni kama imeingia kwenye damu sasa. Walitengenezwa mifumo toka wadogo wameenda. Kwa hiyo sasa hivi hata wakiwa na katiba mbovu Uingereza, hata itumia mtu vibaya kwa sababu tayari ya level ambayo wamefika. Lakini sisi kwenye young democracy kama ya kwetu hii, ni lazima tuwe na mifumo ambayo ni very effective, kwa sababu hatuna tabia ya kujisimamia wenyewe mpaka tusimamiwe. Na ndio maana mtu utakuta mtu ana heshima zake, anaangalia kama hakuna watu anatupa chupa ya maji barabarani. Yaani maana yake ana behave kwa kuangalia nani ananiona. Wasipomuona anajua ni kosa, ila wasipomuona anatupa. Ila kama kuna watu inabidi aweke alinde tai yake asifanye hivyo.
Kwa bado tupo kwenye level ambayo naiona naweza kusema level ya civilization bado ina maswali mengi.